Naam, na kukumbusha kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe katika channel yako pendwa ya Tiba za Asili. Naam, ndugu yangu, kama unavyoiona hapo picha niliyoambatanisha, huyo ni mnyama aitwaye ngekewa. Kama mnavyolifahamu, jina la ngekewa ni jina kubwa sana, ni jina maarufu mno. Ndio, ni mnyama huyo ambaye unaiona hiyo picha niliyoambatanisha katika video hii. Ni mnyama ambaye mwenye sifa ya kupendwa na wanyama wote, na unaona hapo pichani wanyama kaza wa kaza huwa wanamsogelea na wengine kumdandadanda kama unavyoona. Ni mnyama ambaye anapendwa na kukubalika zaidi. Ndio maana watu wakiona mtu anapendwa au anapendwa, ndio maana asema mimi nina nyota ya ngekewa, kwa sababu ngekewa ndio mnyama ambaye anayekubalika zaidi na wanyama wote. Ndugu zangu, huyu mnyama ngekewa huwa na maajabu yake, huwa na faida yake kitiba. Na tupate leo faida kwa mnyama wa ngekewa kama unavyoona hapo katika picha niliyoambatanisha. Na mnyama ngekewa, ndugu zangu, ni mvuto. Kwa tunaitumia kama mivuto katika tiba. Namba moja ni mvuto wa mapenzi, tunatumia kama mvuto wa mapenzi. Kurudisha aliye mbali, kumvuta aliye mbali, kurudisha mahusiano yaliyokufa, au aidha kama kuna mpenzi ambaye unamtaka lakini yeye hakutaki, unaweza kutumia dawa hiyo. Na ndugu zangu, katika mapenzi cha kufanya, utakata kigozi cha ngozi hiyo ya huyo mnyama aitwaye ngekewa. Utakata kigozi chake tu kidogo, ukishakikata utakichoma, na ukishakichoma usaga, unapata unga wake huo. Basi unga huo ndio utautumia katika jambo la mapenzi, aidha kurudisha mahusiano yaliyokufa mme, au kumvuta mke, masuala ya kutelekezana, basi ni jambo la haraka zaidi. Na zaidi unaweza ukafanya leo hiyo na majibu yakaja leo hiyo au kesho yake. Ndugu zangu, katika ufanyaji, utachota kidogo tu, utaweka kwenye kiganja chako cha mkono wowote ule. Utafanya hivyo kwa kuchoma kwa muda wa siku 2, ila unaweza ukachoma kama leo, kesho uchomi, unachoma kesho kutwake, na kama bahati yako unaweza ukachoma siku 1 na mambo yajibu. Katika masuala ya mapenzi, mfano kumvuta aliye mbali, utaanza kutaja jina lako, kwa mimi fulani bin fulani, nia na madhumuni yangu kutumia dawa hii au kutumia mvuto huu wa ngekewa. Ngekewa ni mvuto wa mapenzi, na mimi leo fulani bin fulani, nia na madhumuni yangu kutumia nani hii, na mvuta fulani bin fulani avutike, anipende, ashawishike, wala asile wala asinywe wala asifanye chochote, basi huwa anifikirie mimi tu popote alipo. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukimaliza hapo, ndiyo unatakuwa unapuliza. Pia vile vile katika jambo yote ya kimapenzi, kwa sababu jambo ya kimapenzi mengi zaidi. Kuna mwingine, kuna mwanamke anamtaka, lakini mwanamke huwa mgumu sana kila kitongozwa. Pia vile vile ni inatofautiana manuizo. Yani manuizo tu ndio tofautiana, dawa itafuata manuizo yako. Utaanza kutaja jina lako na utaja hizo shida zako. Baada ya hapo utapuliza. Asubuhi utaangalia kule kujua lijatokea kabla ya jua kutoka, na jioni utaelekea kule jua ambao unazamia baada ya jua kuzama. Utafanya hivyo, lakini kama utachelewa unaweza muda wote ukatumia mvuto huo na mambo yakawa mazuri kabisa, na ukaleta matokeo hapa ya 100% kabisa. Na ndugu zangu, kama kuna mtu labda ana ngekewa huyo, au anajua labda au amempata, au kuna watu wanapatapata, basi ni pesa zaidi. Unaweza ukaweka namba yako hapo chini, mimi nikakucheki, ukajua nafanyaje na wapi. Ni mnyama ambaye anatafutwa hususan na wataalamu na watu wengi, na kama ukiwa naye basi imekuwa kwako ni hela hiyo, hususan kama utakuwa naye mzima zaidi. Kama hivyo. Na tuendelee. Ngekewa huyo pia ni mvuto mkubwa mno wa biashara. Kama katika kazi yako ya biashara wateja kuna,
au wateja wanakuja kwa kujivutavuta, anakuja moja moja kwa mozio, kwa Asumani, anauza, anachukua kitu leo, anakaa siku mbili, anamaliza, anaenda kufuata tena kingine. Lakini wewe iko unauza mwezi nzima na kimaliziki, unapata na manunguniko tu, la kodi tu inaondoka, lakini faida huioni. Basi wala usisite. Cha kufanya, kama una nuksi, kwanza utaanza kuoga dawa za nuksi kabla ya kutumia mvuto. Kivumbasi ambao utaenda kununua katika duka la dawa za asili utaoga. Baada ya hapo ndio utatumia mvuto huu mkubwa mno kuliko mvuto yote ambayo wewe unaifahamu. Cha kufanya ile vile, utachota tu kidogo, utaweka kwenye kiganja chako cha mkono, utanuiza tu, na si lazima unuize katika sehemu unaofanya biashara. Unaweza ukanuiza hata nyumbani, polini, popote tu pale unanuiza. Kama katika biashara unaweza ukanuiza vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile afuata manuizo yako, utaanza kutaja jina lako kwamba mimi fulani bin fulani, nia na mazumuni yangu kutumia dawa hii katika kazi yangu ya kibiashara. Wateja wamekata, wateja wanakuja kwa kujivutavuta, basi na mimi nahitaji wateja waje kaza kutoka sehemu mbalimbali, kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, kote riziki kutokea, mimi niweze kuzipata riziki hizo kwa haraka zaidi. Nikiweka kitu basi kisikae kwa muda mrefu, ikae siku moja siku mbili, basi kizike kwa haraka sana, wateja waanze kumiminika kwa haraka zaidi, wa kike wa kiume wote waje hapa. Mtu akiangalia tu mchele, kiangalia unga, kiangalia bidhaa zangu, basi azipende zaidi na kuzinunua na kuzisifia zaidi. Utaanza kupuliza na mambo yatakuwa fresh, kwa sababu ndo mvuto mkubwa zaidi ambao tunautegemea zaidi, ukiacha mivuto midogo midogo. Na ndugu zangu, vile vile mvuto huo wangekewa ni mvuto wa kupata kazi, lakini mvuto huo pia unaweza ukautumia katika masuala ya kuchanja. Katika mapenzi unaweza kutumia kuchanja, mvuto unakuwa na mwilini. Katika biashara unaweza kutumia kuchanja, mvuto unakuwa na mwilini, au unaweza ukatumia katika kupuliza. Kwa hiyo kuna njia mbili za kutumia. Unaweza ukatumia kuchanja mwilini, mvuto unakuwa na mwilini. Unaweza ukatumia njia ya kupuliza, pia naye ni mzuri, lakini wengine wanatumia njia ya kupaka mwilini. Zote unaweza ukatumia. Kwa hiyo katika masuala ya kazi, mvuto wa kupata kazi, wewe cha kufanya utataja tu jina lako. Saa nyingine unaenda kuapply kazi mbalimbali, lakini ukuta unakosa, unaanza kutaja jina lako, mimi fulani bin fulani, nina madhumuni yangu kutumia dawa hii, nahitaji kupata kazi na certificate yangu, lakini kila nitapopeleka kwenda kupata kazi, basi mimi ni mtu mwenye kukosa, wengine huwa wanapata. Basi ndio kama hivyo. Alafu baada ya hapo utapuliza na mambo yatakuwa sawa sawia kabisa. Au unaweza kuchenja mwilini, unakuwa umemaliza kabisa. Na pia ndugu yangu, mvuto huo wangekewa pia ni mvuto wa kukubalika zaidi, popote uendapo, kuthaminiwa, popote uendapo, kuvuma popote uendapo. Ya kufanya ni manuizo tu huwa ndiyo yanayotofautiana, na dawa itafuata manuizo kwa wale ambao watatumia kupuliza. Na ukitumia katika kuchanja, maana inabidi ulombokeze katika uchanjaji, yule mchanjaji inabidi alombokeze. Baada ya hapo unakuwa umemaliza, tena una haja tena sijui ya kupuliza, sijui kufanyaje, unakuwa umemaliza kabisa kabisa. Pia ukiviwa haja popote uendapo, hususan labda kama unahitaji kitu kwa mtu, labda pesa, mtu akukopeshe, ndugu yako lakini mzito, basi uko na mvuto huo, basi atahamasika na atashawishika na atakukopesha. Huo mvuto ni kweli kwa 100% zaidi. Ni mvuto wenye maajabu mno na nguvu zaidi na zaidi katika huo utendaji wake wa kazi. Aidha utauchangia mwilini au utapuliza kwa nia yako, yani manake dhumuni au lengo au makusudio la kutumia dawa hiyo, na mambo yatakuwa mazuri kabisa kabisa, mpaka mwenyewe
utashangaa baada ya kutumia dawa hiyo tu kuanzia siku ya kwanza, na mambo utayaona yanaanza kubadilika au yanabadilika mdogo mdogo. Na pia mvuto huo wa ngekewa ni mvuto wa upendo kazini, kupendwa kazini, kupendwa na bosi. Utumiaji unaweza kutumia kwa njia ya kupuliza kama nilivyoeleza huko nyuma, kwa ulionifuatilia mwisho mpaka kufikia hapa, au unatumia kuchanja mwilini, basi utakuwa na upendo kazini, zaidi kupendwa na bosi na wafanyakazi wenzio pia. Pia kupandishwa cheo. Mvuto huo wa ngekewa ni mivuto mikubwa kuliko mivuto mingine. Masuala kupandishwa cheo, utakuwa unapandishwa cheo katika sehemu unaofanya kazi, utakuwa unawekwa katika kitengo kilichokuwa kizuri. Yani huu ukiwa nao, yani hata mtu ile labda kukukanyagia kwa bosi, yani hata kitu unaweza kwa umekifanya kweli, alafu sasa ukakuta mtu akakukanyagie kwa bosi, bwana huyu yani akuharibia. Sasa huyu unaweza kitu ukakifanya tena umekifanya kweli, alafu mwenzio atakuharibia kwa bosi, lakini wewe vile vile bosi akakutetea bado upande wako, asema haiwezekani huyu kufanya kitu kama hicho, yani anakataa kabisa, kwa sababu yani akakuelewa zaidi na zaidi kupitia mvuto huo ambaye wewe umeufanya, na mpaka wenzio watashangaa. Ndio mvuto mkubwa zaidi huo wa ngekewa. Mvuto huo hata sisi ofisini huwa ukai, ukija siku moja siku mbili na basi unakuwa unapotea. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunautaka pia. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye alikuwa nao au mwenye uwezo wa kumpata mnyama huyo, pia unaweza ukaweka tu hapo na yako hapo chini hapo namba wa kucheki, kwa sababu vitu kama hivyo huwa tunahitaji sana na sana. Ila ofisini kuhusiana na dawa hii mpaka uweke oda fulani ili tuweze kuitafuta kwa muda wa siku 3 siku 4 mpaka tuweze kuipata, ili mtu afanyiwe kitu cha uhakika na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aweze kufanikiwa. Ndugu yangu, mimi sina mengi zaidi, na kushukuru wewe ulifuatilia mpaka kufikia hapa kwenye video hii. Tamati ya video hii nasema asante sana sana sana.